Sakata la mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo limeweza kumliza wakili Kibatala na kuweza kufikia katika maamuzi ambayo anaamini kabisa kwamba alichokiamua mwenyekiti Tundu Antipas Mugwa Lissu ni swala ambalo litawaliza Watanzania wengi na kuwafanya pia Watanzania waweze kuwa na huzuni. Na aliweza kuzungumza katika vyombo vya habari baada ya kuweza kuzungumzia maamuzi aliyoweza kufikia Tundu Lissu, ni kwamba atatangaza siku rasmi kabisa ya kuanza kususa kula chakula, yani sio asubuhi, sio mchana, sio usiku, hatogusa chakula chochote na cha aina yote na kutoka kwa mtu yoyote. Haijalishi itakuwa ni ndugu, haijalishi itakuwa ni nani amempelekea chakula, lakini maamuzi aliyoweza kufikia, na tayari ameweza kumpa taarifa wakili msomi ambaye ni wakili Kibatala kuweza kuzungumza na vyombo vya habari na wananchi waweze kupata taarifa kwamba Tundu Lissu atatangaza siku rasmi kabisa ya yeye kutokula chakula na kususa kula chakula kabisa rasmi. Inaumiza na kila mmoja anajiuliza ni kwa nini ameweza kuweka rehani uhai wake kwa sababu ya hili sakata la no reform no election, lakini tayari yamesha kuwa ni maamuzi ambayo yametoka ndani ya nafsi yake na ameweka nafsi yake rehani, huku akiwa na imani kabisa kwamba haki itapatikana. Na ndio maana tayari alipoweza kufikia ni kwamba yeye yuko tayari kupoteza maisha, yuko tayari afya yake kuendelea kudhoofika kwa ajili ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja pia na Watanzania kwa ujumla. Of course kila mmoja ameweza kuichukulia in a negative way kwa sababu ni swala ambalo nafikiri kwake yeye ameona ni kama ubunifu zaidi, kwa sababu ni issue ambayo yeye kama yeye anaweka nafsi yake kuweza kufikia katika hatima mbaya kwa sababu ya sakata hili ambalo tayari ameendelea kulipigania kwamba anachokihitaji na msimamo wake uko pale pale, kwamba bila ya mabadiliko ya katiba basi hakutakuwa na uchaguzi. Na hata mwenyewe pia baada ya kupewa kesi ya uhaini ambayo pia inaendelea kulindima kwa uchochezi zaidi kwa wananchi, kwa hiki ambacho tayari kimeonekana kabisa kwamba huenda kikampelekea pia hatima mbaya. Kwa hiyo anachokiamini na anachokitaka ni kwamba yeye siku atakayotangaza kutokura basi ni siku ambayo Watanzania waanze kuhesabu, je, kitatokea nini, kwamba serikali ama nafikiri kwa upande wa mahakama na upande pia wa kesi inayoendelea kumlindima kwamba watakuwa na maamuzi gani ama watachukua hatua gani. Lakini kwa upande wa yeye kwamba hata alazimishwe kula, kwamba yeye hayuko tayari kula na hata kubali kula chakula cha mtu wa aina yote, kwamba ni heri akawa amepoteza maisha, lakini anajua msimamo wake ulikuwa uko pale pale. Bwana, tukutane kwenye comment, na hii ni Hatboy Media.